umetutua kuanzia wakati tulifika hapa. Tumekuona katika yote ambayo tumeyafanya. Mungu, ni wakati wa kukusikiliza. Utupatie utulivu na kuelewa neno lako. Baba wa mbinguni, kuwa nasi. Nami mtumishi wako naomba unitumie jinsi utakavyo. Nitakase ili Baba wa mbinguni ukapitia ndani yangu na kuwafikishia wanao ujumbe. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ya neema yake nyingi katika maisha yetu. Na tunasema ni asanti kwa sababu ya wiki njema ambayo ametupatia. Japo tumekuwa na maombolezo ya kitaifa kwa sababu ya mmoja wetu ambaye ni kiongozi tuliyempoteza, na pia inatupa fursa ya kujiuliza, wewe wakati wako ukifika itakuwa namna gani? Ni mambo gani ambayo utafuatana nayo, yatakufuata? How will be your legacy? Kwa hivyo ukiona mtu ameenda, huwa ni fursa ya kujiuliza hayo maswali, na unaweza kuwa na wakati wa kutafakari maisha yako ukiwa hai. Pia nataka kuleta salamu za mchungaji wetu ambaye tulikuwa na yeye jana. Tulipokuwa tumeenda kumuona mchungaji ambaye amestaafu, alitutuma na salamu. Mmezipokea? Zipokeeni vizuri. Mmezipokea? Hiyo ni mzuri. Jambo hilo lingine ni ya kwamba tunaendelea kuombea nchi yetu kwa sababu ya mambo kama haya ambayo yalitokea na mengine, kwa sababu tunaingia katika msimu wa Krismasi, na tunajua ya kwamba kuna mambo mengi ambayo hutokea pale, na pia katika msimu wa likizo tuweze kuwakumbuka watoto wetu na kukumbuka watu ambao watasafiri. We mwenyewe utasafiri na wengine, tuambie Mungu ya kwamba akatupa neema ya safari. Haleluya, Bwana asifiwe. Na tukifika hapo tutaingia katika neno la Mungu, na kwa hivyo sasa salimia jirani, mwambie na injili inaendelea. Mwambie vizuri, mwambie ukimaanisha na injili inaendelea. Pia kuna uwezekano hata umeketi na mtu mwenye hata hujajua anaitwa nani. Ni vizuri pia umsalimie na ujue anaitwa nani. Hata kama ni mumeo, muulize kama amebadilisha jina. Pengine amepata a new surname na umekaa tu na yeye. Kwa muda wa dakika kidogo kama 12-15 sababu ya muda, nataka tunene kuhusu facing our fears. Facing our fears. Kupambana na uoga wetu. Si ni kweli? Kupambana na uoga wetu. Na ninataka ninene kwa haraka, kwa hivyo wewe usikilize. Hakuna mtu katika ulimwengu huu ambaye hana kitu anachokiogopa. Hakuna mtu ambaye hana kitu anachokiogopa. Mimi mwenye nawahubiria leo naogopa mambo mawili. Na tafadhali ukisikia niko ndani ya hayo mambo mawili, wacha chenye unafanya kuja uniangalie. Jambo la kwanza yenye naogopa kabisa ni kulala hospitali. Nishawahi enda pale North Kinangop na nikaambiwa nilazwe na kukaletwa vitu za kulazwa, na ninawaambia ukweli, nilipotea. Si kulazwa. It is my fear. Na unajua sasa hiyo mke wangu hakuwa karibu na mimi, alikuwa ameenda kazi mbali, lakini sikuwa naogopa asijue ama nini, lakini it is part of my fear, kulazwa hospitali. I can do anything for me not to be admitted, Dr. Washira. I can do anything for me not to be. Nilikuwa nawaambia hizi dawa si mnaniadmit nikunywa, si mutinya handikire. I will follow to the latter. If it is 1 times 3, I will follow, hata muandike timing. The second thing that I fear most ni kushikwa na polisi. Sana sana si kushikwa, mbali ni kulala ndani. Actually
Kulala ndani, kushikwa sio shida. Kulala ndani sasa, ati sasa kumefugwa. Na mimi niko ndani. That is the second fear. Juzi hapa nje ya church hapo. Niko na makosa kidogo, sitawaambia ni gani. Alafu nimeshikwa. Hapo nje ya church nikiteremka hivyo. Nimeshikwa na nikajua kweli hapa kimeumana. Nilipigia rafiki wa karibu anaitwa Jaraba, nikamwambia iko hivi na hivi, hebu kuja. Na by the way, yeye anajua my fears. Alikuja akiwa serious. Na tukawachana na hao watu hapo. So mimi ukisikia nimeshikwa, wewe enda fanya kila kitu nisilale. Silale ndani. And I usually tell my mother, you have cows na uko na kila kitu. Ukisikia that whatever can make me not to sleep in there, ni huyu ng'ombe uza, nitanunua mwingine. Praise God. Every time to your neighbor and ask them, what do you fear you? What do you fear? Na ninajua hata kuambia. Lakini everyone kuna kitu wanafanya nini? Kuna kitu wanaogopa. Amekwambia kweli? Amekwambia ama ameogopa kukwambia? Now, some of our fears in our lives, they might be nothing to someone. By the way, kuna mtu ameuliza, sasa huyu anaogopa kulala hospitali na nimelala mara 4. Na ni mimi, si wewe. Because what you fear is not what I fear. And for ladies, all ladies in the room, tunaombeaga Mungu sana kwa sababu kulala hospitali kwenu sio option. Si ni kweli? Kienda kupewa mtoto sijui nini huko. It's not lakini for us men sometimes and I thank God I've never done the two. I've never been arrested. I've never been admitted. And I do everything possible to avoid those two things. And for your information, hata wewe, you do everything possible to avoid your fear through all force. The third fear that I overcame, and nowadays I don't have a problem with it, ni kupigiwa kelele. It used to be my fear, but I learned in life, lazima nipigiwe kelele. Sasa nikazoea. And by the way, even today nikijua utanipigia kelele, nitakuhepa. Sijui kama kuna watu wanakaa mimi. I am not talking about kushautiwa. I'm talking about, si mnajua kuna ile kelele. Kwa sababu tulilelewa na wamama ambao kelele ilikuwa chai. Na wamama wenye wako hapa, Mungu awabariki sana. Hata kwangu kabla watoto waende shule. Mpaka kuitwa uamke ni dojite wega. Si uniite kwa upole tu. Nitaamuka. Wamama ni nini inakuwa ndani yenu? Mpaka kuita mzee aamuke lazima. Ugira ndogokera. Ulisema utaamuka. Shwari hiyo ni nini? Huja niita niamuke lakini ushaanza? I used to fear kelele. Na ninajua mimi si yuko peke yangu. Tuko wengi. Leo nikijua Masea atanipigia kelele, I can spend the whole day and the whole night here in prayers. Nikiavoid. But I came to learn, lazima nipigiwe nini? Nipigiwe kelele. What I want you to relate, ile kitu nataka ingie ndani yako ni ya kwamba, katika maisha, kuna kitu ambacho unafanya nini? Unakiogopa. Si ni kweli? Kuna mtu anaogopa mbu. Just mosquito. Elder Jaramba na mosquito wakai pamoja. Tumeingia pahali na mchungaji na yeye, and then anaanza kusema hapa kuna mosquito, and we are like how? Sisi hatujui. And true to it, tuliona kamoja. Because each one of us has something they fear. Some of us fear failing, they fear failure. Lakini kuna wengine we have failed until we no longer fear failure. Sijui kama kuna watu walirudiaga class hapa. Umefika class 7, alafu unaambiwa muko ama niko peke yangu. Kuna watu wanaongea kizungu juu ya kurudishwa class. Some of us we fear failure, some of us fear death. Sijui kama kuna mtu hapa anaogopa deni. Deni hawezi kopa hata okoa jahazi. Credit imeisha,
atatoka kwake aende akafanya nini? As long as asikope. Glory to God. Some people fear death. Hawezi chukua loan of any type. Facing our fears. Glory to God. Be a neighbor, face your fear. Now finally, there is one fear that joins all of us. One fear that joins? The fear of exams. The fear of? Ama kuna mtu hapa haogopi mtihani? Kila mtu hapa anaogopa mtihani. Some of these people you see, especially hawa wako nyuma yangu hapa, they would have done masters and PhD. What made them to not to do it? Si pesa, ni nini? The fear of exams. And now we have our candidates here. Parents, you know what you fear. Na unajua kile ambacho wewe huogopa zaidi. Na kwa sababu ushawahi fanya mtihani na ulikuwa unaogopa, it is our time to tell our candidates, you can do it. You can do it. We faced that fear and we overcame. Glory to God. Hallelujah. Kwa hivyo, even in your situation, because now you are subjected to a very necessary, is it a temptation or what? Very necessary temptation or a very necessary difficulty. I don't want to call it a necessary evil. Because an exam is something that you must face. Wakati tulikuwa tunaanza CBC, siku hizi inaitwa CBE, hata naona kama mtaibatiza tu. Muite jina ingine. Walikuwa nasema exams does not matter. Exams, mauni maheni, hiyo ni uongo. Walikuwa natudanganya. Do they matter, teachers? Do they matter? Actually they matter, and they matter kabisa. There will be no ranking, there will be no... How will we know nani ataenda national school, nani ataenda London secondary? Sitaki niseme ingine. Nani ataenda London secondary? See, it is exams. So it is a fear of everyone, my dear children. But I want to give you a formula that we have applied in life and you have been able to overcome these fears. Glory to God. Bwana asifiwe. In the valley of Allah, pahali tumesomewa, we have a very, very fierce giant known as Goliath or Goliath. Na huyu Goliath, he was the fear of the Israelites. Including King Saul feared Goliath. And I want to tell you, if King Saul feared Goliath, what about the other normal Israelites? Because I was reading about Goliath, na niliona Goliath alikuwa mita 3. Mtu wa mita 3. Almost 3 meters. Sasa mtu mita 3. Surely. Mimi niko 1.5. Sasa times 2. Hata sijafika 1.5, lakini alikuwa times 2. Halafu jamaa amebeba a shield. Ngao yake, it was heavier than some men. Ilikuwa na kilo mingi kuliko wanaume wengine. Ngao yenye ameshika hivi ni ya kilo 70. Bado sijafika. Na ndio ameshika kama ngao. Halafu jamaa ameshika mkuki. Mkuki yenyewe ilikuwa inakaa a stem of a tree. Mkuki yenye ameshika. Now, jamaa akitoa sauti, the whole valley start trembling. That was the fear of the Israelites. Wapendwa katika Yesu, kila mmoja wetu, there is that thing yenye inakupeaga uoga, inakupea uoga kabisa. Niliogopa kuambia ingine, nikaona watu watasikia vibaya. The other fear that all of us have ni fear ya kuzeeka. Kuna mtu anapenda kuzeeka? Oh, mnaniangalia aje ni kama
Ukiuliza soso wangu Andaro atakwambia hakuna kitu kibaya kama ati mnasema old is gold. Ni uogo. Old is gold ni kujitia nguvu. Sasa unataka kuniambia nitazeeka nishindwe kurukaruka nikiimba na nitafika hapo tu. PSMF tulikuwa tumetumiwa an illustration that all of us must get old. Jamaa wa miaka 20 akiruka Kavale, mliona hiyo illustration ilikuwa imetumwa na chairman? Unarukaga tu hivi unafika hapo. Unaruka tena hivi unafika hapo. Haya, tusoge. Mimi nimeruka hivyo. Elda Jaraba hapa hawezi ruka hivi. Yeye atajaribu, ataruka tu lakini hivi. Sasa tukiteremuka kwa watu wamefikisha miaka 50. Yeye hata ruka ni mguu moja hivi. Tuteremuka kwa watu ya 60. Watu ya 60 hata anainama kidogo ndio akaribia. Fear. Growing old sio rahisi. Kila mtu ako na kitu ambacho anakiogopa. Wakati Daudi alifika akapata kila mtu ameogofyo, sijui kama hicho ni Kiswahili, ameogofyo na Goliath, alianza kuuliza, ni nani huyo? Ati ni nini? Atafanyiwa nini? Mwenye atapambana naye atapewa msichana wa mfalme amuoe. Haya, okay. Halafu akaambiwa vitu nyingi, akasema ni sawa. Wakati mtu ako katika majaribu ya uoga, huwa anaambiliwa vitu mingi sana. Si ni ukweli? Naona mumeambiliwa vitu nyingi. Nitakupeleka sijui shule gani, nitakununulia nini. Yes. Those things, they are there to make you strong and courageous. Glory to God. In our leading word, Joshua chapter 1 and verse 9, the Bible says, be strong and courageous. Church, when facing your fears, be strong and courageous. I know there are some men here. Kuna wanaume wako hapa ndani vijana. They fear marriage. There are some ladies who fear. Sijui mumekaa karibu na msichana na wanaogopa ndoa. Acha nikuambie, ingia katika ndoa. Na usifikirie ati kuna siku moja ndoa itakuwa rahisi. Haitawahi kuwa rahisi. Na usisikilize maoni ya watu, my dear sister. Kwa sababu kuna wamama ukiwasikiliza watakwambia wachana na kuolewa. Wanaume wote ni nyinyi mmesema ati wanaume wote ni umbwa. Na sasa amekaa kwa huyo mwanaume miaka 20. Mwingine amekaa miaka 30 na atarudi wapi? Atakwambia ndoa ni mbaya alafu arudi kwa huyo mwanaume. Wewe jamaa uko hapa umeambiwa wanawake wote ni nyinyi mmesema hiyo. Jamaa anakuambia vitu mingi halafu hata tupa wake. Atarudi wapi? Huko. Wacha kuogopa ndoa. Bwana asifiwe. Wewe mwenyewe wewe ni product ya ndoa. You are a product of marriage. So join marriage if you are of age. Glory to God. Kuna watu wanaogopa biashara. Kajo, polisi, gani ingine? Sijui nini, customer squeezy, kasogo, KRA. Saa hiyo amefungua branch ya pili. Amekueleza hizo vitu zote alafu anaenda anafungua another branch. Ukienda kwa Githenya anakuambia guo squeezy hazinunuliwi, guo ni December peke yake na hafugi duka. Wacha kufugua. Uende kwa Elistas anakuambia miti bao nini. Brethren, let us face our fears. Tell your neighbor, face your fear. Kama ni duka umeamua kufugua Januari, anza saa hii. Enda kwa Elistas, enda kwa Githenya, enda kwa wengine wakupea mawaidha na watakupea positive. Wakwambie lazima ujikaze, lazima ujitie moyo. Glory to God. Wacheni tukaweza kukabiliana na uoga wetu, kwa sababu tusipokabiliana na uoga wetu, you will live in that state forever. Bwana asifiwe. Utakaa kwa nini moja. Kuna mtu anaishi nyumba single room na anaogopa kulipa rent kubwa. Umekaa tu kwako kasigo ati unajua venye maisha iko, unajua watoto wamekuwa wakubwa na bado unajua face your fears.
tafuta angalau ingine double. God will provide. Tell your neighbor, God will provide. Let us face our fears. Mwingine naye ako na proti, anaogopa kuchukua loan ajenge. Chukua. Watu washachukua na wakalipa. Bwana asifiwe. Face your fear and face it properly. Glory to God. Bwana asifiwe. Wakati Daudi aliangalia Goliathi na Daudi akaanza kuvalishwa mavazi, akasema siyataki, akaingia katika vita na Goliathi. Daudi alichukua 5 stones, mawe matano. That is where I want us to end. The 5 stones of David and their meaning. Wakati unakabiliana na uoga wako, unahitaji mawe matano. Bwana asifiwe. Katika biashara, katika marriage, ukienda kufanya mtihani, unahitaji haya mawe matano. Jiwe la kwanza linasimamia nini? Faith, imani. Faith ni? When everyone saw an impossible obstacle to overcome, David saw a very big enemy to miss. Bwana asifiwe. Wakati kila mtu anatetemeshwa na Goliathi, Daudi aliona kitu kubwa chenye hawezi fanya nini? Miss. That is faith. Hallelujah. When everyone else is talking about KRA, when everyone else is talking about Kasongo, when everyone else is talking about whatever thing, just see a big God who will make you prosperous in that thing that you want to do. Bwana asifiwe. Let us have faith. Tell your neighbor, have faith. Yes. Wacha kusikiliza watu sana. Kwa sababu saa zingine mpaka Mungu wako anakaa mdogo kwa sababu ya uoga wako. Uoga umekuingia mpaka Mungu wako anakaa, he does not exist. Have faith in your God. Hallelujah. Daudi anaulizwa na Goliathi, unanikujia aje na jiwe kama mbwa? Naye Goliathi anamwambia, naye Daudi anamwambia, mimi nakukujia kwa jina la Mungu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Sijui umeambiwa uko na ugonjwa gani? It has give you a lot of fear. Just tell and talk to that stomach of yours. Wewe tumbo, imesemekana sijui ni ugonjwa gani. I speak to you in faith. I'm going to get well. Bwana asifiwe. In your business tomorrow, speak to it. If you want to get married, na kuna jamaa anakaa kukukataa, kuna msichana ameanza mchezo, go speak in faith and tell them. Go propose and tell them God will provide anything we need. Bwana asifiwe. Majamaa mko hapa, umekaa na msichana miaka 5, you have not proposed. Propose leo. Face your fear. Na wewe ukiproposiwa wacha upuzi. Hata mamako akiolewa na babako maikaragira sturu. Na leo wanaishi huko kwenu. Bwana asifiwe. Face your fear with faith. Number 2. Identity. What? Identity. Sauli alijaribu kumvarisha Daudi the armor ile mavitungu mungumu. Wakati Daudi alizivaa, akaona hapana, mimi siwezani na hizi. Daudi akaamua, mimi nitaenda venye nimezoea. Wapendwa wanafunzi wetu, ile mtihani mnaenda kufanya ni mtihani kama ile ambayo mmezoea. The revision tactics zenye mumefunzwa na walimu wenu, apply them. Stop trying to be someone else. Glory to God. Wengi wetu hapa tumepotea kwa sababu ya kutaka kukua kama watu wengine. Ati kwa sababu your mother is single, you will also be, your mother is your mother. Na wewe ni ule amase wako kwa ni gweugire, mami waone single. Na nilikuwa nimeambiwa na watu, guy unaoa msichana wa mama single, hawajui kulea watoto. Watoto wanalelewa na Mungu, si wewe. Kwani hakuna watoto wabaya ambao ni wa baba na mama? Si kuna majamaa wabaya sana mnajua wezi na walilelewa na baba yao na mama yao. Bwana asifiwe. Singles in the room, mujitie nguvu. Hau mutireda kuigua. Bwana asifiwe. Hallelujah. Face your fear and then have identity. Have what? Have identity. Usijaribu kukua mtu kama mtu mwingine. Ukiona nimenunua suti kama hii, wacha kwenda kununua kama hii. Utanunua ikae vibaya kwa mwili wako. Be yourself.
Ukiona mtu amenyoa, teacher Gladys, wacha kwenda kunyoa kama yeye, no kama mtu wako uko ikaleta kiudu. Alafu unaenda kunyolewa. Tell your neighbor, have your identity. Be yourself. Bwana asifiwe. Usifikirie ati ukinunua matatu leo utatajirika kama fulani. Kama wewe unasikia laini yako ni ya mjego. Kaa kwa mjego. Kama Elda Kamila yeye ni wa mjego, akae kwa mjego. Watu wa kuhubiri tuhubiri. Watu wa bao wakae kwa bao. Watu wa mawe wakae, na nyinyi walimu mkae kwa kuwa walimu. Bwana asifiwe. Si ati unasikia ati sasa fulani aliwacha kukua mwalimu akakufungua kifada ya nyeni akaanza kuuza. Unafikiria itakufiti? Hebu acha kazi uanze kuuza nyeni uone. Nyeni iko na wenyewe. Have identity. Abia neighbor, have identity. Yes. Kwa sababu kitu imetufanya we are not able to face our fears properly. It is copying others. Copying? They may inspire you, yes. You may be inspired, yes, but you cannot be that person. Glory to God. Hallelujah. Kuna watu unaona wamekuwa successful kwa maisha yao. They have come from far. If you try copying them, wakurudisha class 1, you will die there. Hallelujah. Glory to God. Have your own original identity. Hallelujah. God knows your potential. And He wants to bless you in your original way. Don't try to be a copy. Hallelujah. Don't try to be original. Number 3, jiwe la tatu ni obedience. Jiwe la tatu ni Daudi alijipata kwa uwanja ya vita. Si kwa sababu yeye alikuwa mwanajeshi, kwa sababu ya kutii. Alikuwa ametumwa na mzazi wake akaambiwa, enda uangalie your brothers. And he obeyed. Brethren in the Lord, obey those simple exam instructions. Mutapewa hizo instructions, zitii. And by the way, if you are not able to obey those simple rules, ukikuja pande hii ya maisha itakuwa ngumu kwako, because rules on this side hazijaandikwa pahali. Zimeandikwa kwa Kenya Gazette na Constitution, na hatuko nayo, iwe iko na huko. Ukivunja hiyo rule ndio unajuaga kuna rule kama hiyo, na unapanishiwa hapo. For you, your rules are written. Follow them. Glory to God. Let us have obedience in everything we are doing. Mama uko hapa, baba uko hapa, mtoto uko hapa, kuwa mtiifu and God will bless you. Hallelujah. Following simple instructions will reach you to your greatness. Hallelujah. You're supposed to do the KRA returns, do them. You are supposed to follow this line, follow it. Obedience. Glory to God. Obedience. If you fail to take simple instructions, you will never take those big instructions in your dream. And when you obey God, God will place you in the right place at the right time for the right task. Glory to God when you obey God. Number 4, and the second last, is perseverance. What? If you want to face your fears, have perseverance. Kuwa na uvumilivu. Kuwa na uvumilivu. Now, brethren, perseverance is not patience. They are not the same. Perseverance ni ile tulikuwa tunafanyiwa na mama yetu. Sijui kama mlipita hapo. Wakati viatu ziliingia kwa soko, viatu mzuri ziliingia. Mama yako angekuletea kiatu hata kama ni kidogo, uvae. Ulikuwa unasema ni kidogo? Imenitosha hii, juu hutaki irudishwe. So perseverance ni kukaa na hiyo kiatu ikikuuma mpaka wakati utafika nyumbani. True or false? I'm giving you an example of perseverance. Perseverance ni yenye Daudi alifanya. Jambo la kwanza, Daudi alitusiwa na brother yake. Wewe kijana wa malisho, unafanya nini hapa? Hata una adabu unakuja kwa majeshi kufanya nini? He persevered that. Mtu wa pili kutusi Daudi ilikuwa ni Sauli. Sauli mwenyewe anamtukana Daudi. Mtu wa tatu ni Goliath. Anamuuliza, wewe unanikujia aje kama umbwa? Bwana asifiwe. But I'm telling you, if you don't persevere, you are not going to be able to overcome your fears. Katika biashara, katika marriage,
Katika employment, if you want to overcome that fear in you, lazima ukuwe mvumilivu. Glory to God. Bwana asifiwe. Wale wenye tumeoana miaka ya nyuma, miaka 10, miaka 5, miaka 4. Wao watu wenye wako mbele yetu wa miaka 20 na 30 na 50. They have dwelt in those marriages because of perseverance. Ni watu huwa mnaona hapa wameokoka. Nikangeza mnaona hapa akihubiri, akifika kwake akuagi evangelist. Anakuaga bwana ya huko. Mase perseveres. Kwa sababu kuna vitu tudogo that are not going to make you leave your marriage. True or false? There are small things that are not going to make you close your business. There are small things that will not make you leave that employment. Persevere. Glory to God. Tell your neighbor, vumilia. Unajua saa hii tunaona maybe MCA afanye kazi vizuri. Tunaona tukiendelea hapo juu afanye kazi vizuri. Imagine we don't have a choice. Choice yetu ni kuvumilia tugoje 2027. So please, brethren in the Lord, if you want to face your fear properly, just have perseverance. Finally, the fifth stone that you need as you face your exams, as if you face your fears in your life, is grace. What? Grace. You don't survive from January to December because of your own diligence. You don't drive from Nairobi to Nakuru because of your own expertise. You have not come here from your house because you know the route. It is because of the grace of God. Brethren in the Lord, you will not pass your exams because of how well you know to revise or how well your teachers have taught you. It is by the grace of God. Church, face your fears. And when you kneel down to pray, tell God to give you grace. To give you? In your business, you need grace. In your marriage, you need grace. Grace ni neema ya Mungu. Na hiyo neema itakupeleka mbali. Hallelujah. Bwana asifiwe. And I'm prophesying today, by the grace of God, is that you are going to overcome your fear if God give you his grace. Hallelujah. Hallelujah. Let us have faith in our businesses, faith in our marriage, faith in our employment, faith in our children, faith as we do the exam, and we are going to overcome fear. Number 2, let us have true identity. True identity. Be who you are. Stop copying others. Stop copying others' walking styles. Stop copying others. Be yourself. And identify yourself with Christ, and you are going to overcome your fear. Glory to God. Number 3, have obedience. Have obedience. Wamama, maombi yenu ni ya Wednesday saa 8. Obey. Number 3, have perseverance. And finally, neema ya Mungu ikutoshe, and you are going to overcome your fear. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tusimame. I want us to take 3 minutes and reflect on the fears of our life. Just think, what is that disturbs you? Nini yo unaogopa katika maisha yako, and you are like, you have never started because of fear. Speak to God, and he is going to change it. I surrender, oh, I surrender, oh, unto thee, my I surrender. Oh, surrender your fear to the Lord. Speak to God
Unajua hicho unataka kuanzisha. Unajua hiyo ofisi unataka kuingia. Katika ndoa yako iko na shida mingi. Surrender it to God. Biashara yako, maisha yako, there is that what you fear, surrender it to God. There is no Goliath you can't defeat. When you have faith, when you have true identity, when you persevere, when you have obedience, and when you have the grace of God, surrender it to Him. Baba, watoto wako hawa wanakunenea. Wengine wao wanakaa na Waisraeli ambao waliogofyo sana na Goliath. Unaangalia na unaona kile ambacho kimekuwa Goliath katika maisha yao. Kile ambacho Baba wa mbinguni kimekuwa kizungumkuti katika maisha yao. Wale wenye wako biashara kuna Goliath ambaye anawakimbiza. Wale wenye katika ndoa kuna Goliath ambao wanawakimbiza. Wale wenye wako katika kazi za kuajiriwa, kila mmoja wetu Mungu, there are those fears that we have in our lives. Wanafunzi hawa wetu, they are thinking about their exams. You who give faith, you who give grace, come and let your grace be sufficient in our lives. Help us to overcome our fear. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Have a nice week and God bless you. Amen, amen, amen. Wow, that was so powerful. God bless.